Kwa sababu sasa hivi kuna kuhubiri kitu kama dakika 10 na kai. Kama nimeweka sana ni 30, nimemaliza. Haiwezi ikafanya wewe kijana ukae mtakatifu, utakuwa na tamaa kila msichana mwenye unaona unatamani, unasema ungekuwa wangu. Lakini tukikuwa katika ushirika tutafunzana. Ujue kwamba kutamani ni mbaya. Uone ya kwamba mke wako huyu ni wa dhamana, ni mrembo kuliko wake wote. Uone huyo mume wako hata kama ako na kasoro hii, tukikupatia leo mume ya huyu ukae naye, utasema nirudishie wako. Bwana Yesu asifiwe. Wamama, Bwana asifiwe. Wenye tumeoa, Bwana asifiwe. Na ndio maana Methali akasema mwanamke mpumbavu, na kwa sababu upumbavu hautaelewa, mwanamke mjinga anafunja nini? Tuseme kwa sauti, anafunja nyumba yake. Wamesema kwa mikono, si kwa mdomo, kwa mikono yako mwenyewe. Unaanza kufunja nyumba yako na kupomoa, kutoa mlango, kutoa madirisha na kuliketi, kupasua kuni bila kusaidiwa na mtu aliyesema maneno haya. Sio mimi, bali ni mwandishi wa Methali. Mwanamke mpumbavu hufunja nyumba yake kwa mikono miwili. Ukiona nyumba iko sawa, imesimama, si mwanaume, ni mwanamke ndiye amefanya hiyo. Ukiona mwanaume mahali anasimama ako smart, ni mwanamke amefanya. Wacha kusema ati mtu mkubwa mimi nimtolee nguo ya kuvaa, mtu mkubwa mimi nimwambie aoge, mtu mkubwa mimi nimwambie kula. Na ndio maana leo hii tukianza kufuatilia katika maombi, tuende katika maombi, utapata wanawake wengi hapa hawezi kosa kusema mimi mume wangu amepika ameshida. Umefanya makosa Mungu, sasa aende tu atafute apate kila ambacho anataka, kwa sababu wewe umekataa kukuwa mwanamke bora. Na kwa hii baada na kwa hii kanisa la Christ Constellation tunatangaza maneno haya kwa vijana wetu wenye wajaoa. Hatutaki bora mke, tunataka mke bora, tunataka mwanaume bora, yule anayejua majukumu, yule anayejua nyumba kupanga. Tusalimiane hewani. Na mimi naomba siku ya Alhamisi mkutano mkutane kanisani, na hata usiombee kwa kitu yoyote, usiombee hata watu wa kwenu, ombea tu mume wako, uhakikishe Mungu amembadilisha. Nimeshaona siku moja mama mwingine anakuja kanisani, tunasema ni kuomba, na anatoa shati ya mzee wake na anaishika kwa mkono hivi. Nikashikwa, mama alikosa kitambaa, nikaambiwa mama, nilikuwa nimesamia uombezi, sio baada kama hata leso. Lakini akasema hapana, hii ni shati ya mume wangu, nimechoka kila wakati akikuja kwa nyumba ananuka marashi sio ya kawaida, na mimi huwa situmii perfume. Tena ninashuku huyu mume wangu ameshika mtu mahali, ameshika kasichana mahali. Sasa nimekuja na hii shati, ninadai mume wangu yule wa zamani. Na kweli Mungu alibadilisha huyo jamaa. Maombi peke yake ndiye inaweza kubadilisha mume wako. Sema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu, salimia jirani yako, muulize wewe unaendeleaje. Na nataka tufanye hivi. Ndio sasa niwapige mateke vizuri. Nataka watu wakae pati na pati. Yaani atisikana jirani yako vizuri. Kama jirani yako ako mbali, songa ukaka. Kwa sababu nataka kuachilia makombora leo, na sio kwa nini
Nasema weka hiyo simu. Ama inaomba wewe peke yako wasikilize. Ama niombe ipasuke. Tuwe kwa bora. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie watu wa Mungu. Ni mapenzi ya Mungu kila mwanamke, kila mwanaume akuwe na mwenzake. Hakuna mwenye hapo alimwazimishia Bwana mwenye hapo naye. Kama hapo aseme. Kila mtu alichagua kwa wanawake wote 1000, ukachagua tu mmoja huyo. Kwa wanaume wote ukachagua huyo. Sasa kaa naye mzuri. Salimia jirani yako, mwambie kaa na wako mzuri. Hata kama haogi, muoshe. Akikuja saa 6 usiku, chukua maji, mwambie mume wangu nataka uoge. Sio kusema nisonga huko unukia huko jasho yako hiyo. Tengeneza. Na ukiona mtu ametengeneza wake, wacha kushika na wivu. Unaweza kuambia watu si watu waliamkanga makalama. Makalama wanaitanganya kwa Kiswahili. Yaani watu wananuka masikara. Salimia mtu, mwambie tengeneza wako. Jina la Bwana litukuzwe. Kama nikutamani utatamani sana. One day nilienda mahali panaitwa Thika Road. Na nikawa tunatembea na rafiki yangu mmoja anaitwa Peter. Hiyo barabara iko na kitu kinaitwa magari. Hapa Kitana hakuna magari. Yaani kila gari ukitaka kujua imetoka, simama kwa hiyo barabara. Yaani unatamani mpaka, yaani unasema mimi Mungu akinibariki nitanunua hii. Mkisonga kidogo unaona ingine inapita. Sema nimebadilisha. Mungu nimebadilisha. Sasa wacha nikwambie, huyu mwanamke wako ni bora zaidi. Huyu mume wako ni mzuri kuliko mume zote. Unaweza ukasema leo hii pasta ni mzuri kwa sababu anahubiri, lakini leo hii Yesu akikupatia ukae na mimi siku moja, unasema hapana, rudisha wangu huyu hapana. Sasa wewe kafu wako mzuri. Sema amen. Na umuombe. Na ukuje mafundisho tukufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna barabara ambayo huwa inakosa kona. Leo hii unaweza mtu ni mzuri, lakini ako na kasoro zake. Na sio kwamba umtoroke, kaa na yeye, muombe na Bwana atasikia. Haleluya. Wangapi bado wananipenda? Mimi sitaki wanipende. Nataka nihubiri mpaka hiyo mikono ishuke chini. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umeoa, chukua majukumu yako. Vijana wenye mnawasikia. Unaweza kuwa kesha kama president ulikuwa kesha Friday. Tumeruka, tumeonyesha mastaili zote. Lakini baada ya kutoka kesha asubuhi, mke wangu ananiamsha. Tumekuwa naye kwa kesha. Anajua sitaenda mahali kazi yoyote sijafanya kwa sababu usiku nimekuwa kwa huduma ya Mungu. Na kwa madhabahu hiyo nimetoka bure, sijatoka na kitu. Lakini ananiamsha. Wageni wanakunywaje chai? Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye anaweza fanywa video ni mwanaume, kwa sababu ni haki yako mwanaume kuchukumika katika nyumba. Kama umekaa karibu na mwanaume msimuulize wewe unachukumika. Mbona siuliza shadi? Hapana, kwa kusema si unaona tumekuwa kwa kesha na wewe. Wewe toa vitu watu wa kule. Hiyo ni haki yako. Hata kama uko na pesa yake, ni lazima akuulize. Lazima kuuliza, akileta kwa pesa muuliza, lazima kupewa pesa ili toka. Utakuwa unakula kumbe unakula ya masafari yako na ujui. Tusalimiane hewani. Tunaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.
anaingia kwake. Mke wako ni kweli anaingia hivyo saa ngapi? Mzee, wewe unaingia saa ngapi kwako? Uko kwako. Baba unaingia saa ngapi kwa hiyo? Saina masata. Saina na kuna kafi. Sasa baba ukikaa hiyo muda yote mpaka saa 3 at least wewe uko afadhali kwa sababu wewe karibu na wako. Sasa hiyo saa 4 hiyo masi anakaa na nani baba? Kwa sababu inafika mahali huyu mtu anakuhitaji ukiwa na yeye at least umwambie. Najua mimi nilikuwa naambia mapasta mimi niko na gari bwana. Nilikuwa naambia hivi niko na gari na mpaka siku utafanya kitu yenye nataka ninakuonyesha hiyo gari. Lakini ukweli ni kwamba sina gari wangu. Na nasema hapa kama mko na mpango kununulia gari, mninunulie tu, sina gari, niko na pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa nikimwambia hivyo, nikikaa nje anatoa huyu atafanya hii gari ipotee. Jina la Bwana litukuzwe. Kila mtu unapokaa na mwenzako mkitaka Mungu awabariki, mkae katika ushirika na mshikane. Kila mtu asifanye mambo yake. Sio kwanza kumwambia mwenzako na unasema wewe shughulika na mambo yako. Nishughulike na mambo yako na naishi na wewe. Wewe ndio Mungu alinipatia. Hapana. Jina la Bwana litukuzwe. Leo tuambie shetani ya kwamba enough is enough. Ukesea ndoa zetu, ndoa za contract, kwa hii madhabahu tunaikataa kwa jina la Yesu. Kuoa na kuoleka kwa muda mchache, kila wakati uko kwenu, kila wakati uko kwa mama yako, ninakataa kwa hii madhabahu katika jina la Yesu. Na wewe mwanaume, hata niko kwa maadhi. Bibi yako anasema baba uko hapa, niko hapa na maadhi. Leo tunakutoa kwa maadhi yako kwa maombi katika jina la Yesu. Kukaa tu kwa simu, hautaki kuambia mwenzako mambo mazuri. Tunakataa hiyo roho katika jina la Yesu. Na leo ndoa zipone. Kusa mtu mwambie leo ndoa yako lazima ipone. Kuza jirani. Sijaoa. Na lazima kila mtu uelewe mwenzako. Kuna mtu hapa nikaambiwa hapa ripoti hapa naipata sasa hivi. Yaani anaangalia situation yenye hapa anaishi na mume wake. Anasema hii haitawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lipo tumaini ya mtu aliyekatwa kuchipuka tena. Na machipukizi yake yatakuwa mazuri kuliko yale ya kwanza. Sema amina. Vijana ambao hamjaoa, Mungu amewasaidia na amewajalia neema. Usioe mtoto ya mtu umtese. Hakuna anayeoa mwanamke na kumtesa. Ndoa si ya muda mfupi. Nadhani wazungu peke yao ndio wako na hiyo ujinga ya kusema kwamba wanaandikisha contract kama wanaishi na wewe miaka 5, miaka 10 na ndio kusalia mtoto mmoja. Ni wazungu, lakini Waafrika sisi tunasemaga ndoa, hata kwa madhabahu wanasema ndoa ni mpaka nini? Kifo kifanya nini? Kitutenganishe. Sasa leo hii kabla hujaoa, fanya maamuzi yako mazuri vizuri. Usioe mtoto ya Mungu na uanze kumtesa. Umeshindwa kupigana na wanaume wenzako, unaanza kujifunzia karate kwa bibi yako. Bwana Yesu asifiwe. Wenye wako na wachumba hapa na ni wa fulana, usimame. Kama hauna mchumba kaa chini, tutakutafutia. Lakini kama uko na mchumba simama. Na msinidanganye, mimi ninajua
kila kitu. Mwenye hapo na mchumba simama. Haya. Hata Morris wewe una. Anamuzi hapo anza hamuna. Hiyo ndo ndio bwana. Usipisi. Na wacha niwaambie. Hakuna Mungu Yesu ndiye alisema neno haya ya kwamba Mungu anachukia talaka. Sasa leo hivi nikiacha Esther, hiyo tayari imechukiza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mkuja kwa ushirika, tutawaambia jinsi ya kutunza ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nitoke hapo. Katika kitabu cha Yohana. Kwa kesha walisoma kitabu gani? Nani anaweza kukumbuka hiyo kitabu? Kwa kesha.